ngoja maji yachemke. Kwa maana kuna wakati ambapo malaika hushuka akaingia katika ile birika akayatibua maji. Basi yeye aliyeingia wa kwanza baada ya maji kutibuliwa akapona ugonjwa wake wote uliokuwa umempata. Na hapa palikuwa na mtu ambaye amekuwa hawezi muda wa miaka 38. Yesu alipomwona huyu amelala, naye akijua ya kuwa amekuwa hali hiyo siku nyingi, alimwambia, wataka kuwa mzima? Yule mgonjwa akamjibu, Bwana, mimi sina mtu wa kunitia birikani maji yanapotibuliwa, ila wakati ninapokuja mimi mtu mwingine hushuka mbele yangu. Yesu akamwambia, simama, jitwike godoro lako uende. Mara yule mtu akawa mzima, akajitwika godoro lake akaenda. Nayo ilikuwa Sabato siku hiyo. Piga makofi kwa Yesu. Amen. Tunasoma habari za Yesu na kazi ambayo aliifanya. Hii ni moja kati ya miujiza ambayo alikuwa amekwenda mahali ambapo palikuwa, Biblia inasema, na birika penye mlango wa kondoo. Lilikuwa ni kama Yerusalemu, mahali ambapo walikuwa wanafanyia ibada. Halafu kwa nje kulikuwa na bwawa kubwa au kisima ambacho kilikuwa kinatumika kuosha kondoo wanaotolewa kama sadaka. Kwa walikuwa wanaoshwa hapo, ndio maana nasema ni sehemu ya kuoshea kondoo, birika la kondoo. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hapo mahali, pamoja na kuwa palikuwa panafanyika huduma ya kuandaa kondoo wale kwa ajili ya sadaka, mahali pale pia palitumika kwa ajili ya kuponya wagonjwa. Kulikuwa na nguvu ambayo ilikuwa inashuka, alafu watu wanapokea uponyaji. Kwa hiyo Biblia inasema jamii kubwa ilikuwa pale wamelala, mwenye kupooza, aliyekiwete, aliyekipofu, mwenye ugonjwa wowote ule, mwenye shida yoyote, walikuwa wamelala pale wanasubiri zamu yao ya kupokea uponyaji. Na kanuni ilikuwa ni kwamba lile birika kuna wakati lilikuwa linatibuliwa. Likitibuliwa, yani kunakuwa na malaika anashuka. Akishashuka malaika kwenye kile kisima au lile birika, anayeingia wa kwanza anapona kabisa ugonjwa wake. Kwa hiyo kila mtu alikuwa amekaa pale anasubiri zamu yake, kwamba zamu yangu itakapofika na mimi niwe wa kwanza kuingia. Sasa shida ni kwamba kama wewe ni mdhaifu, kama wewe hujiwezi, ina maana maji yanapotibuliwa mwingine anawahi mbele yako anaingia, wewe unaendelea kubaki kwenye foleni. Sasa palikuwa na mtu aliyekuwa amekaa miaka 38 akiwa hawezi, Biblia inasema, ina maana alikuwa mgonjwa. Naye alikuwa pale amelala anasubiri zamu yake. Alikuwa amekaa pale kwa matumaini, kama na wengine ambao walikuwa wamekaa pale kwa matumaini. Wanaamini iko siku ataingia kwenye kile kisima, kwenye lile birika na kupokea uponyaji. Sasa hakuweza huyu mtu kwa sababu alikuwa ni mdhaifu. Ila anapotaka kwenda, kuna mwingine anawahi mbele yake, yeye anabaki. Kuna mwingine anawahi, yeye anabaki anasubiri siku nyingine. Mwingine anawahi, yeye anabaki. Akafika mahali anaendelea kumtumaini Bwana, anaendelea kumwamini Mungu, kwa sababu hakukata tamaa. Miaka 38 sio muda mfupi. Ni mtu anazaliwa, anasoma, anaanza kusoma shule, anamaliza, anaanza kazi, anaoa. Yaani mtu yuko pale anasubiri kupona. Jamani, huyu mtu alikuwa na imani. Kweli si kweli jamani? Alikuwa na imani na alikuwa na matumaini kwamba iko siku yangu na mimi nitapona. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kwa sababu Yesu anajua shida ya kila mmoja, anajua haja ya kila mmoja, huyu mtu hakujua angeweza kutokaje pale. Yesu akawa amemuona.
katikati ya ile jamii. Yesu akaona kuna mtu ananihitaji, kuna mtu anahitaji msaada. Basi akamwendea huyu mtu. Akafika pale, akamuuliza, unataka kupona? Sasa naye badala ya kusema nataka kupona, akaanza maelezo. Mimi nimekaa hapa, lakini kila wakati maji yakitibuliwa kuna mtu anaenda mbele yangu, kwa hiyo nipo tu. Yesu akamwambia, jitwike godoro lako uende. Yule mtu akapona ugonjwa wake wote. Nini maana ya hili somo kwetu leo? Tumekuja hapa kumsifu Bwana. Tumekuja hapa kumwabudu Mungu. Ninajua tuna furaha, Mungu ametutendea mengi. Ninajua Mungu ametufanyia mambo makubwa ya ajabu. Tukisema tusimame hapa tushuhudie kila mmoja, muda hautoshi. Lakini ninajua kila mmoja ana mahitaji. Kweli si kweli jamani? Kila mmoja ana mahitaji. Waimbaji wamesema wewe ni mtoshelevu. Utoshelevu wetu utoka kwa Bwana. Yeye ni mtoshelevu. Kwa hiyo pengine uko mahali hapa, una jambo linakusumbua. Una changamoto ambayo umekaa nayo kwa muda mrefu. Pengine unaumwa. Pengine una shida ya uchumi, una madeni. Unajaribu kila kitu hakiendi. Pengine umekata tamaa. Kuna mipango uliyokuwa nayo imefeli. Yote hayo ni shida. Ni sawa na walokuwa wagonjwa. Leo sisi sio wagonjwa wa namna ile, lakini kila mmoja ana mahitaji. Pengine unahitaji kusoma. Pengine unahitaji kuolewa. Haleluya. 90% hapa ni vijana. Kweli si kweli? Wangapi hawajaoa na kuolewa hapa? Punga mkono juu. Wengine hawajapunga lakini wako wengi sana. Pengine unahitaji Mungu, naomba Mungu nipe. Naomba Mungu nionyeshe mtu sahihi, nikutanisha mtu sahihi. Wote tuna mahitaji. Haleluya. Mwingine unahitaji kufanya kazi ya Mungu, hujui waje. Mwingine una maswali, hujui majibu utapata wapi. Nataka nikwambie, tumekuja mahali sahihi. Tumekuja kwa kusudi la Mungu. Tumekuja kupokea majibu yetu. Leo sisi hapa ndo kwenye birika lile la Bethsaida. Hakikisha huondoki hapa na mzigo wako kwa jina la Yesu. Hakikisha unajitupia mwenyewe. Birika likitibuka, sifa zikianza kunguruma, tukianza kuabudu, tukizama kabisa, kwa sababu malaika anashuka. Wakati ule alikuwa anashuka malaika wanapona. Hapa anashuka Yesu mwenyewe. Hapa anashuka simba wa kabila la Yuda mwenyewe. Hapa anashuka Mungu aliye hai, mwenye uweza wote. Hakuna jambo asiloweza. Haleluya. Uhitaji mtu mwingine akupeleke leo. Hauhitaji mtu mwingine aje mpaka akuwekee mikono. Leo unaweka mwenyewe. Leo unatumikia mwenyewe. Jinsi utakavyojiachia mbele za Mungu, utakaposarenda kwa Mungu, hakikisha una connect na Roho Mtakatifu kwenye uwepo wa Mungu mpaka uguse pindo la Yesu. Na ukigusa pindo la Yesu, msiba wako utaondoka jioni ya leo kwa jina la Yesu. Majibu yako yataonekana kwa jina la Yesu. Uwe ni ugonjwa utaondoka, Mungu anajibu. Katikati ya sifa, Mungu anakaa katika sifa za watu wake. Kwa hiyo ni juu yako wewe kujiachilia na kuunganisha mawazo yako, nia yako, hisia yako. Roho Mtakatifu anakuona. Pale mahali yule mtu hakuwa ameandika barua, wala hakuna mtu aliyefanya kumtambulisha, lakini ile kiu ya moyo wake ilimfanya Yesu aone uhitaji wake. Jioni ya leo, kiu ya moyo wako itamfanya Yesu aone shida yako, ashuke na kukuhudumia kwa jina la Yesu. Kwa kiu yako, je, una kiu kiasi gani? Pengine umepita sehemu nyingi, umehudhuria ibada nyingi, umeombewa maombi mengi, hata wewe mwenyewe umeomba maombi mengi. Hii nayo ni njia nzuri rahisi ya kupokea majibu kutoka kwa Bwana.
Paulo na Sila walikuwa wamefungwa gerezani. Walipoanza kumsifu Mungu na kumwabudu Mungu, gereza likafunguka, vifungo vikafunguka, wakatoka wakiwa salama bila ya kuingilia mtu yoyote. Hata leo, jioni ya leo, utatoka ukiwa na ushindi, utatoka na uponyaji wako, utatoka na muujiza wako, utatoka na baraka zako kwa jina la Yesu aliye hai. Mungu akukumbuke leo. Lakini jiachilie kwa Bwana. Zama mwenyewe. Usisubiri mtu kuja kukuhamasisha. Tumekuja hapa, kila mmoja ingia mwenyewe patakatifu pa patakatifu. Kama ni kuruka ruka, kama ni kucheza cheza. Yaani haijalishi. Usimwangalie jirani anafanya nini. Mwangalie Roho Mtakatifu anayejua haja yako na aliye na uwezo wa kukusaidia. Viongozi hapa wa sifa wamefanya mazoezi miezi. Wamekesha hapa mara nyingi. Wameshinda hapa mara nyingi wakijiandaa ili wewe leo uje ukutane na Mungu. Nataka nikuombe jioni ya leo, usipoteze hii fursa. Usione ni kitu cha kawaida. Usione ni sifa kama ambazo umezoea. Leo Mungu amekuja kujibu haja ya moyo wako. Amekuja kukutana na hitaji lako. Amekuja kuondoa kilio chako na kukufuta machozi. Kwa hiyo zama mwenyewe kwenye uwepo wa Mungu. Jiachilie mbele za Mungu. Sarenda kwa Mungu. Kama ni kuabudu wewe, kulala wewe lala chini. Yaani hapa unajipambania. Haleluya. Unapambana na hali yako, lakini unamwabudu Mungu aliye hai. Yaani wewe sarenda tu, wewe usiangalie wala usiwaze kuhusu, wewe sarenda. Yeye anajua hitaji lako. Anajua shida yako. Anajua mapito yako. Jinsi utakapojiachilia, atakujibu, atakutana na haja ya moyo wako jioni ya leo. Nisipoteze muda mwingi. Leo sio siku ya mahubiri. Leo ni siku ya kumsifu Mungu na kumwabudu Mungu. Ukiona jirani yako anakuwekea usiku, tafuta sehemu nyingine. Si unaona huku kote kuko wazi? Na kule nyuma si kuko wazi? Na huku kuko wazi? Tafuta mahali, zama katika uwepo wa Mungu. Hakikisha unagusa pindo la Yesu. Hakikisha maji yakitibuka unaingia tena mzima mzima. Acha kuwaza mambo ya nyumbani. Acha kuwaza madeni yako. Acha kuwaza sijui familia yako. Mungu yuko hapa kushughulika nayo. Wewe kamata pindo la Yesu, jiachilie mbele za Mungu, na Mungu atakuja kujibu haja ya moyo wako. Atakwambia nenda zako, kama alivyomwambia huyo ndugu, jitwishe godoro lako uende. Akabeba godoro akaenda. Jioni ya leo kuna mtu anabeba godoro lake mahali hapa. Kuna mtu anaondoka na ushindi. Kuna mtu aibu yake inafutwa jioni ya leo. Kuna mtu historia yake inabadilika jioni ya leo kwa jina la Yesu. Mungu awabariki. Baba, nakushukuru kwa siku hili na kwa ajili ya neno hili ambalo umetupa jioni ya leo. Ninajua Mungu, sisi hapa kila mmoja na hitaji lake. Tumekuja kukusifu, tumekuja kukuabudu, tumekuja kukutukuza wewe, kwa sababu wewe ni Mungu mwaminifu unayeweza yote. Na umesema ya kwamba tukutwishe fadhaa zetu. Tunapokusifu na kukuabudu, tunakutwisha fadhaa zetu. Tunakukabidhi mahitaji yetu. Tunanyenyekea kwako na kujimimina kwako. Shughulika na maisha yetu. Shughulika na haja zetu. Kutana na mmoja mmoja mahali hapa. Asipite yoyote mahali hapa asiwepo wa kuondoka na machozi yake. Asiwepo wa kuondoka na mzigo. Asiwepo wa kuondoka na aibu. Ninakusihi Roho Mtakatifu ushuke. Utembee kama ambavyo unaendelea kutembea. Ukajibu haja za watoto wako mahali hapa. Roho wa ibada, karibu endelee kutuatamia. Roho wa sifa, karibu endelee. Tunajikabidhi mikononi mwako. Nami najikabidhi mikononi mwako. Wako ambao umeniamini na kuniweka mahali hapa kusimama kwa niaba yako kama chombo chako. Baba, kutana na haja ya mioyo ya watu wako hawa. Katika jina la Yesu Kristo
Mwana wa Mungu aliye hai. Tumeomba na kuamini. Amen. Mungu awabariki. Zama kwenye birika. Mwambie jirani yako, zama kwenye birika. Zama kwenye birika la sifa. Upokee haja ya moyo wako. Amina. Mungu awabariki. Karibu kiongozi. Ongeza makofi na vigelegele kwa Yesu kwa ajili ya askofu na kwa neno zuri. Amina. Haleluya. Wangapi wanao furaha tunapoendelea kumtukuza Mungu wetu? Amina. Basi praise and worship, karibuni tukamtukuze Mungu wetu. Kwa kama askofu alivyosema, ukiona jirani yako anakuzibaziba, enda kona kule. Yaani sehemu yoyote ile ambayo utaona wewe itakupa nafasi vizuri ya kujiachia mbele za Mungu, naweza fanya. Amina. Karibuni sana tukamtukuze Mungu wetu. Usiondoke ulipo. Haleluya. 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 Ulinitafuta Kalvari, ukanitua na mizigo. Iyo Kalvari, iyo Kalvari. Ulinitafuta Kalvari, ukanitua na mizigo. Iyo Kalvari, iyo Kalvari, iyo ulinitafuta. Ulinitafuta Kalvari, ulinitafuta, ukanitua na mizigo. Iyo Kalvari, Yesu ulinitafuta. Baba ulinitafuta, ukanitua na mizigo. Iyo Kalvari, oh, ulinitafuta Kalvari, ukanitua na mizigo. Iyo Kalvari, iyo Kalvari. Yesu ulinitafuta Kalvari, sikutoa gharama yoyote Baba. Iyo Kalvari, iyo Kalvari. Oh, ulinitafuta. Yesu ulinitafuta, ukanitua na mizigo. Iyo Kalvari, iyo Kalvari, iyo Hallelujah.
Kalvari tumewekwa huru, kwa Kalvari tumekombolewa. Hallelujah, hallelujah. Hey! Cheza kwa Bwana. Hallelujah. Yeah, 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 yeah. Oh, oh. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Oh, yeah, Chapia Bwana makofi ya shangwe. Hallelujah. Woo! Shangwe na vigelegele kwa Yesu. Hallelujah. Amen. Namna hii wote makofi ya juu namna hii kwa Bwana. Hallelujah. Wewe ni Mungu, hakuna mwingine wa kuabudiwa. Unastahili Yesu, unastahili sifa zote. Wewe ni Bwana. One more time, wewe ni Mungu, hakuna mwingine wa kuabudiwa. Unastahili wewe ni Mungu, hakuna wa kuabudiwa. Unastahili Yesu, sifa zote. Wewe ni Bwana. Tunaleta sifa zetu kwako, maana wewe ndiwe Mungu mkuu. Tunaleta sifa zetu kwako Bwana. Tunaleta sifa zetu kwako, maana wewe ndiwe Mungu. Tunaleta sifa zetu kwako Bwana. Tunaleta sifa zetu kwako Bwana. Wewe ndiwe Mungu. Tunaleta sifa zetu kwako Bwana. Usifiwe Yahweh. Usifiwe Yahweh. Usifiwe Yahweh. Usifiwe Yahweh. Kazi yako ya msalaba imenifanya kuwa salama. Usifiwe Yahweh. Mkono wako ni wa pekee, umenifanya niendelee mbele. Usifiwe Yahweh. Usifiwe Yahweh. Usifiwe Yahweh.
1, 2, 1, 2, 3, go. Aye. Ah. Let me see you dance for Jesus. Hallelujah. Hey, hey. Ah. And 1, 2, 1, 2, 3, go. Ah. Unastahili Yesu. Unastahili Baba. Wote, wote, wote. Ai. Haya sasa. Ale 1, 2, 1, 2, 3, go. Hallelujah. Hey, hey. Yesu, 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 Shama, 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 Shama. Yahweh, 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 Yahweh. Hallelujah. Look at you, look at you. Yeah. Hallelujah. Inua Yesu, inua. Inua Yesu, inua. Inua Yesu, inua. Inua Yesu, inua. Inua Baba, inua. Inua Yesu, inua. Inua Yesu, inua. 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 Hallelujah. What? Woo. Anastahili Yesu. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hey. Usifiwe Yahweh. Usifiwe Yahweh. Usifiwe Yahweh. Usifiwe Yahweh. Kako ya msalaba imenifanya kuwa salama. Usifiwe Yahweh. Mkono wako ni wa pekee, umenifanya niendelee mbele. Usifiwe Yahweh. Usifiwe Yahweh. Usifiwe Yahweh. Yeah, usifiwe Yahweh. Usifiwe Yahweh. Ibada ya leo jioni ifanye kuwa ni ya kwako. Mungu yuko mahali hapa kutenda yaliyo makubwa. Hallelujah. Ninakutukuza Yesu. Ninakutukuza Yesu. Sina mwingine kama wewe. Sina baba mwingine kama wewe. Sina Mungu mwingine kama wewe. Sina baba mwingine kama wewe. Yesu, ninakutukuza. Baba, ninakutukuza. Unastahili Yesu. Unastahili Baba. Usifiwe Yahweh. Usifiwe. 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 Usifiwe.
Usifiwe. Usifiwe. Anasema anaketi katikati ya sifa. Unamwabudu. Usifiwe. Usifiwe. Yesu usifiwe. Usifiwe. Haleluya. Ni wakati wako sasa. Hebu muabudu huyu Mungu. Anastahili sifa za mioyo yetu. Anastahili sifa za moyo wangu. Baba, ninasogeza ibada mbele zako jioni ya leo, maana hakuna Mungu mwingine ila ya wewe. Hakuna Baba mwingine ila ya wewe. Uliyeshuka kwa ajili yangu, ukateswa pale msalabani ili niwe huru Bwana. Ili niwe huru Bwana. Ninakutukuza jioni ya leo. Ninakutukuza jioni ya leo. Hebu fanya huu wakati kama ni wakati wa pekee sana na Baba yako. Hebu fanya wakati huu kama ni wakati wa pekee na Baba yako. Anastahili sifa. Anastahili sifa Yesu. Haleluya. Uko mwenyewe Yesu. Haleluya, tunaenda kumwadhimisha Bwana. Hebu achilia moyo wako mbele za Bwana jioni ya leo. Mwambie Yesu, nimeacha mambo mengi. Mwambie Yesu, nimeacha vitu vyangu vingi Baba, ili niweze kusogea mbele zako, ili niweze Bwana kukuabudu wewe, ili niweze Bwana kuliadhimisha jina lako, ili niweze Bwana kuleta haja zangu mbele zako. Ni wewe Yesu tunakuadhimisha mahali hapa jioni ya leo. Ni wewe Yesu unayestahili ibada ya mioyo yetu jioni ya leo. Yesu, tunasema ni wewe, hakuna Mungu mwingine. Ni wewe unayeweza kufanya maajabu maishani mwetu. Ni wewe unayeweza kutenda mambo yapitayo akili za wanadamu. Ni wewe unayeweza kuponya magonjwa ambayo wanadamu hawawezi. Ni wewe unayeweza kutupa kibali ambacho wanadamu hawezi. Ni wewe ambaye upendo wako Bwana unatupenda upeo, hauhesabu mabaya. Ni wewe Yesu, hata pale tunapofika mwisho, wewe Bwana bado unafanya peke yako. Ndiwe Mungu tunayekuadhimisha jioni ya leo mahali hapa. Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu, chukua nafasi yako, chukua nafasi yako, chukua nafasi yako. Umesema Bwana, tukikusanyika kwa ajili ya jina lako, wewe Bwana utakuwa katikati yetu. Ni wakati wako Bwana, ni wakati wako Bwana. Wewe Mungu wa ajabu, unafanya maajabu pale ninaposhindwa. Unafanya mwenyewe, wewe Mungu wa ajabu, unafanya maajabu pale ninaposhindwa. Unafanya mwenyewe. Ni wewe Yesu,
kulinganishwa na wewe Bwana. Uko mwenyewe, mwenyewe, upo mwenyewe, upo mwenyewe Yesu. Hakuna, hakuna, hakuna wa kulinganishwa na wewe. Hakuna wa mfano wako maishani mwangu. Hakuna Yesu, hakuna Yesu. Oh, rebo yekerebo sakarabo, rekayanda rabo, rikayanda rabo, rebo saya, rekayanda rebo. Oh, oh Yesu, oh Yesu, oh Yesu, oh Yesu. Oh, rebo yekerebo saya, ribo sanda rabo sekerebo saya, rikayanda rebo sakarabo.